hapa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kuona mifuko yetu ya hifadhi ya jamii inaweza ikawa na mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa nchi. Kama mnavyojua, tunaanza dira yetu ya 2050. Utekelezaji wake utaanza hivi karibuni. Mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchumi imara, shindani na shirikishi. NSSF kupitia mradi huu na ubia wa Shima wameonyesha kwa vitendo namna dira hii na maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan yanaenda kutekelezwa. Nishukuru sana kamati yako. Hadi kufikia hatua ya leo tunakuwa na hii mkulazi ambayo kila mtu anaisemea kwa mema. Ni maelekezo na ushauri wa kamati ya kudumu ya ustawi na maendeleo ya jamii. Mmekuja mara nyingi kamati yako kutembelea kiwanda chetu. Mmetoa maelekezo na leo umeona maelekezo takribani 11 mlioyatoa huko nyuma, yote yameingia katika mpango wa utekelezaji. Na hili jambo linaleta faraja. Na hii ndio mashirikiano ya kwamba bunge linaisimamia serikali, bunge linaishauri serikali, lakini bunge inatunga sheria na kanuni mbalimbali ya kuhakikisha serikali inaweza kuwahudumia wananchi. Leo hii kwenye mradi huu tunaona ajira zilizozalishwa. Katika msimu huu tu ajira za moja kwa moja ziko 2176 na baadaye kiwanda hiki kikiwa katika full swing kitakuwa kinazalisha tani 1050. Katika tani hizo 1050 pia tunataraji kupata ajira za kudumu, ajira za moja kwa moja 2315 na zile zisizokuwa za moja kwa moja ajira 9000. Kwa hiyo tunazo ajira takriban 1011 zitazalishwa kupitia eneo hili. Na haya ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi kwenye mifuko hii ya hifadhi ya jamii, mwelekeo ni uwekezaji wenye tija. Tumeanza hapa na umeona malengo ya mkulazi sio tu kwenye hiyo full swing ya tani 1050. Tayari tumeongea na uongozi wa mkoa wa Morogoro tutafutia maeneo mengine zaidi, tutoke kwenye hekta 4156 tulizonazo sasa tufikie hatakuwa na hekta 6000 ambazo tutakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 1075. Lengo kubwa kama tulivyosema ni kiwanda pekee hapa Tanzania kinaozalishwa sukari ya viwandani na mchango wake ni mkubwa. Kwanza nakisi ya sukari tunaagiza ya viwandani ni takriban tani 250,000. Sasa tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Yalikuwa ni maelekezo mahususi na mpango wetu kupitia shirika letu la hifadhi ya jamii NSSF. Tunataka kupanua si tu hapa katika mkoa wa Morogoro. Tutaendelea kuangalia na maeneo mengine ambayo yana ardhi nzuri yanayofaa katika eneo hili la kiwanda, ambayo kupitia mklazi tumeona NSSF imefanya mradi wa kimkakati na ndio mwelekeo wa shirika letu la hifadhi ya jamii kuelekea kwa NSSF kuwa na miradi ya kimkakati kama huu wa mkulazi. Naweza kusema kwa ujasiri kabisa kwa kamati inayoyafanya sio hili tuliloliona tu leo, ni mengi. Nakiri kwamba hii kamati ipo kwa maslahi ya taifa na inasimamia jamii moja kwa moja kuhakikisha jamii inapata mahusiano mazuri na kiwanda. Nimesikiliza maswali mliokuwa mnauliza, nimesikiliza pia hoja mlizokuwa mnazitoa. Mnaitetea sana jamii, kuhakikisha jamii inanufaika na miradi ya mashirika na taasisi mbalimbali. Hakika nasema mitano tena kwa kamati. Kamati inasimama mstari wa mbele kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais yanakwenda kutimia kwa uhalisia na kwa kasi zaidi. Kwa tuliyoyasikia kwenye wasilisho la kiwanda hiki, ndani ya muda mfupi wamefikia 96.4% ili kufikia yale malengo waliokuwa wamejiwekea. Hii kasi kama mlishakuja mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, na niwaahidi kama ambavyo maagizo ya awali yalitekelezwa yote, na hata haya ambayo mmeyatoa leo yanakwenda kutekelezwa yote ndani ya muda mfupi. Kumpongeza rais wetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujitoa mstari wa mbele kuhakikisha kiwanda hiki kinasimama. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, uanzishaji wa kiwanda hiki kwa muda mrefu ulikuwa ni wa kusuasua, lakini baada ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuongeza nguvu katika kiwanda hichi na kutoa mtaji wa kutosha kupitia ndugu zetu wa shirika la hifadhi ya jamii la NSSF, kiwanda hiki sasa kimeweza kusimama. Na sisi kama kamati tumeweza kupitishwa na viongozi wa kiwanda hiki. Tumeona uzalishaji umeendelea kukua mwaka hadi mwaka. Tumeambiwa mwaka 26-27 kiwanda hiki kinategemea kuzalisha zaidi ya tani 38,000. Kwa hiyo maana yake uwezo wake wa tani 50,000 tunakwenda kufikia ndani ya miaka miwili ijayo.
Kiwanda chetu kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri ni tofauti na viwanda vingine. Tunazalisha sukari ya majumbani ambayo tumezoea tunaita brown sugar, hii ambayo tunatumia majumbani, lakini tunazalisha sukari ya viwandani ambayo ni sukari nyeupe kabisa, kwa lugha ya Kiingereza tunaita refined sugar. Pamoja na sukari tuna mashine ya kuzalisha umeme turbine ambayo inazalisha megawati 15. Kati ya hizo megawati 8 tunatumia megawati 7 tunazipeleka kwenye gridi ya taifa, na tunategemea mwaka huu kuanza kupeleka kwenye gridi ya taifa kwa sababu miundombinu yote imekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kampuni inatekeleza mpango mkakati wa miaka 5, na katika mpango huu mkakati tumelenga itakapofika tarehe 30 Juni 2027 tuwe tumelima na kupanda miwa eneo lenye ukubwa wa hekta 4156, lakini pia tuwe tumefunga mfumo wa umwagiliaji kwenye eneo hilo. Kilimo cha miwa kinahitaji uwe na maji. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na ufanisi kwenye uzalishaji tunahitaji kufunga mifumo ya umwagiliaji, na tunalenga itakapofika tarehe 30 Juni 2027 tuwe tumefunga eneo lote mfumo wa umwagiliaji kama ambavyo mtaona. Lakini tunalenga itakapofika msimu wa 2027-28 tuwe tumefikia kuzalisha tani 50,000, maximum capacity ya uzalishaji wa kiwanda chetu. Lakini pia tunalenga kuhakikisha kila mwaka tunaboresha ufanisi kwenye mashamba na namna ya uendeshaji ili kuhakikisha tunapunguza gharama za uwekezaji na kupata faida ambayo baadaye itapelekwa kwa